بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على أتقى الخلق أكرمهم وأبرهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamdu, katika mwendelezo wa darsa yetu tunaendelea na somo tulilolianza jana kunako masala ya udhu, ambapo ni sehemu katika mlolongo wa masail at-tahara, mambo ya tahara. Jana tuliangalia maana ya udhu na hikma yake na hukumu yake, kisha tukaangalia dalili ama ushahidi wa uwajibu wa swala hili la udhu, na mwisho tukatazama masharti ya udhu. Leo kwa idhini yake Allah tutaangalia nukta mbili. Ya kwanza ni furudhuhu ay a'dha'uhu, faradhi za udhu au vile viungo vinavyokoshwa wakati wa kutawadha, na mwisho sunanuhu, tazama zile ambazo ni mustahabu, sunna ambazo zapatikanwa katika kutawadha. Tuanze kutazama faradhi za udhu. Walillahi alhamdu, katika aya iliyotanguliza mwanzo ndiyo imetaja faradhi zote takriban za udhu. Aya ya 6 ipatikanayo katika sura ya 5, suratul Maida. Aya ile imetaja takriban 6 miongoni mwa faradhi za udhu, au 4, lakini katika uchanganuzi nafika paka 6 tutaziona. Jambo la kwanza lilotajwa ghaslul wajhi bikamilihi, kukosha uso kwa ukamilifu wake, na hii ni kauli ya Allah katika aya hiyo iliyotangulia mwanzo: idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum, pindi mnaposimama kwa ajili ya kuswali kosheni nyuso zenu. Na katika udhu, katika kukosha uso inaingia hapo pia almadmadatu walistinshaq, kusukutua na kupadisha maji puani na kuyatoa. lianna alfama walanfa min alwajhi, kwa sababu kinywa na pua ni sehemu ya uso. Hilo la kwanza. La pili, ghaslu liyadaini ila almarafiq, kuosha mikono miwili mpaka katika viwiko viwili au viwiko.
na hayo ni kauli ya Allah isemayo wa aidiyakum ila almirfaqain, na kosheni mikono yenu mpaka katika viwiko viwili au vifundo viwili vya mikono. 3, mashu ras kullahu, mashu rasi kullahu maa al-udhnain, kupaka kichwa chote ama kupangusa kichwa chote kwa maji pamoja na masikio mawili. Na upangusaji inakuwa ni hivi, unafanya hivi mpaka mwisho, alafu unarudisha mbele. Na wakati unafanya hivi unatia vidole vyako, kidole gumba hivi katika masikio yako au matobo ya masikio yako. Kisha baada ya hapo vidole hichi cha sababa au cha shahada kinazunguka nje ya nini, ya masikio yako. Manake ni hivi, ukishafika huku unamalizia hivi. Huo ndio upakaji mara moja tu. Allah anasema wamsahu biruusikum, panguseni vichwa vyenu. Wa qawluhu, na kauli ya mtume isemayo al-udhnani min ar-ra's, masikio mawili ni sehemu ya kichwa. Fala yujzi'u mash ba'd ar-ra's duna ba'dihi, kama masikio ni katika kichwa basi haifai kukosha kichwa peke yake, sehemu ya kichwa ukaacha baadhi ya maeneo masikio na kadhalika. Ijapokuwa kuna baadhi ya wanazuoni wanasema yajuzu kupaka sehemu ya kichwa, ukapaka tu hivi. Wa qawli mashu wamsahu biruusikum ay bi ba'd ruusikum, sehemu ya vichwa vyenu. Ni kauli baadhi ya wanazuoni wanasema, lakini kauli yenye nguvu, kauli jamhuri, ni kwamba kupaka kichwa kizima, kupangusa kichwa kizima. Jambo la 4, ghaslu rijlaini lil ka'baini, ni kuosha miguu miwili paka kwenye kongo mbili, vifundo viwili au macho ya miguu yale. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum il ka'bain, pia hili ni kwa mujibu wa kauli ya Allah mtukufu isemayo na muoshe miguu yenu mpaka kwenye kongo mbili au macho mawili ya miguu yenu au vifundo vya miguu yenu. La 4, la 5 baada ya la 4, at-tartib, kupangilia. Lianna Allah ta'ala dhakarahu murattiba, kwa sababu ile aya tuliyoisoma, aya 6 sura ya 5 Al-Maida, imepangilia vile viungo vya kukoshwa, ikaanza uso, mikono miwili, kichwa, kisha miguu. Kwa hiyo tunapata utaratibu ule, inapatikana faradhi nyingine ya kupangilia katika kutawadha. Haitojuzu mtu aanze uso, aanze mikono yake kabla ya uso, au aanze miguu kabla ya kichwa, au atoke usoni aende kwenye kichwa, arudi tena mikononi, aende miguuni. Hivyo haitofaa. Kwa hiyo at-tartib ni sehemu ya nguzo ambazo zinapaswa zingatiwe wakati wa kutawadha. Jambo lingine kaza katika swala la tartib, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tawadha aidan, vile vile alitawadha kwa mujibu wa mpangilio ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika Qur'an. Alwajhu, alianza na uso, faliyadaini, kisha mikono miwili, farrasu, kisha kichwa, farrijlaini, kisha miguu miwili, kama warada dhalika fi sifati udhuihi sallallahu alayhi wasallama, kama livyothibiti hilo katika mtindo wa udhu au wa kutawadha kwake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fi hadithi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu wa ghairihi, katika masimulizi ya sahaba Abdullah ibn Zaid, Allah muiradhi, na masimulizi mengineyo ya masahaba wengine pia au hadithi zinginezo. Jambo la 6 na la mwisho katika faradhi za udhu, almuwala, ni kufululiza. Baadhi ya vitabu wanasema huwa ghaslu alwudh
ni kuosha kiungo kabla ya kiungo cha nyuma yake kukauka. Maana yake uoshe mkono wako wa kushoto kabla ya mkono wa kulia hujakauka maji, ndio almuwala, kufululiza. Kwa hiyo usikatishwe. Bi an yakuna ghaslu alwudhu aqiba alladhi qablahu mubashara biduni ta'khiri, iwe kuosha kiungo iwe ni baada ya kile chokuwa kabla yake moja kwa moja pasina kuchelewesha. Faqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawadda mutawaliya, alikuwa nabii rehma na amani juu yake akitawadha mfululizo. Wali hadithi Khalid bin Mi'dan, na hadithi ya Khalid mwana wa Mi'dan anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, kwamba nabii rehma na amani ziwe juu yake, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli, akiswali. Anasema Ma'dan, raa rajulan, alimuona mtu mmoja, yusalli, akiswali, wa fi dhahri qadamihi lum'atun qadra dirham, akiswali hali ya kuwa nyuma ya kisigino chake au nyao yake kuna kama kijishilingi. Lam yusibha alma, kishilingi hicho au kisehemu hicho hakijafikiwa na maji. Fa amarahu an yu'ida alwudhu'a, mtume akamwamrisha yule mtu arejee udhu wake, yani atawadhi upya. Falau lam takun almuwalatu shartan la amarahu bighasli ma fatahu, anasema laiti singekuwa kufululiza na kufatanisha katika kutawadha si sharti la udhu, si sehemu ya faradhi, basi angemwambia tu, bwana ndugu yangu, kwa sababu katika mguu wako kuna sehemu haijafikiwa na maji, ngambia osha mguu wako peke yake. Lakini akamwambia nini? Anza mwanzo kutawadha, kwa sababu ashakaa muda mrefu kati ya kutawadha kwake mpaka anakuja kuonekana kwamba nyuma ya nyao yake au siginoni hakuna maji, hayajafika. Moja ikawa hapa akamwambia nenda katawadhe, kaanze mwanzo. Ingekuwa si kufululiza ni sharti au ni sehemu ya faradhi za udhu, angemwambia hebu kaoshe mguu wako pale nyuma ambapo pamebakia. Kwa huu ni ushahidi ambao hutumiwa na wanazuoni kwamba ni jambo ambalo la lazima na faradhi kufululiza katika utekelezaji wa ibada ya kutawadha. Hayo sita ndiyo mambo ambayo ni faradhi katika kutawadha. Tuje katika jambo la mwisho, nukta ya mwisho leo hii, nayo ni sunanuhu, suna zake. Na hapa kuna mazungumzo kadhaa tutayaona ambayo ni muhimu tukayazingatia, ambao mara nyingi watu wanakuwa wanapata tabu nayo. Hunaka af'alu yustahabbu fi'luha 'inda alwudhu'i wa yu'jaru 'alayha man fa'alaha wa man tarakaha ومن تركها لا زهدا فيها فلا حرج عليه. Anasema kuna baadhi ya mambo yanapendeza kuyafanya kwa mtu ambaye anatawadha, na mwenye kuyawacha mambo hayo si kwa kwamba amesema labda ameyapuuzia, pia mtu huyo hana shida, hamna shaka kuyaacha, maana yake hapati dhambi. Haya mambo huitwa sunna za kutawadha ama sunna za udhu. Wa hiya nayo at-tasmiya fi awwalihi, kwanza ni kusema bismillahi mwanzo wa udhu. Hapa ndo kwenye mazungumzo marefu kidogo. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, qauli ya mtume semayo la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakuna udhu uliokamilika kwa yule ambaye hakutaja jina la Allah wakati wa kutawadha. Lakini hapa imewekwa bismillah, ni katika sunna, katika mambo ya khiari. Kuna mjadala unazungumzwa kwamba bismillah ni wajibu katika swala, ni lazima. Arrajih wal arjah, jambo sahihi zaidi kwa mtazamo wa wanazuoni, swala la kusema bismillah ni jambo lisilo la lazima katika udhu, ni jambo la khiari.
Na wanaosema ni lazima tumia hadithi wanaosema la udhua, hana udhu au hakuna udhu, liman lam yadhkur ismallahi alayhi, kwa yule ambaye hajataja jina la Allah katika udhu. Kana kwamba mtume anakanusha udhu wa yule ambaye hajasema bismillah. Lakini wanazuoni wanasema hapa inazungumziwa ukamilifu wa udhu na si kuswihi kwa udhu. Tuja kuona mifano. Udhu uliokamilika ni ule ambao umeambatana bismillah. Hili jambo halijamaanisha ulazima wa kusema bismillah. Ni sawa na kauli ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliyosema la i'tikafan illa fi thalathati masajid, hakuna itikafu, ibada ya itikafu, isipokuwa katika misikiti mitatu. Unakusudiwa msikiti wa kwanza Masjidul Haram pale Makkah, Al-Kaaba pale. Msikiti wa pili Masjidun Nabawi pale Madina, msikiti wa Mtume. Msikiti wa tatu pale Palestine, Masjidul Aqsa. Hakuna itikafu isipokuwa katika misikiti hiyo mitatu. Swali ni je, hadithi hii inakusudiwa kwamba ukaitikafu hapa msikiti wa Tayyiba Kitanzini au msikiti wa Masjid Faraj au Masjid An-Nurain Abu Badr au misikiti mingine ya Dar es Salaam na kwingineko Mwanza na kadhalika, kwamba haiswihi itikafu? Hapana, hakuna itikafu yenye ujira mkubwa kama inaokaliwa katika misikiti hiyo mitatu: msikiti wa Haram pale Makkah, Masjidun Nabawi Madina, Masjidil Aqsa pale Palestine. Ndio maana ya mazungumzo haya. Ni sawa na hadithi hii inayosema la udhu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi, hakuna udhu kwa yule ambaye hajataja jina la Allah katika udhu huo. Maana yake hakuna udhu wenye fadhila kubwa mbele ya Allah kama ule endapo haujatajiwa mwanzoni mwake jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni fadhila ninazungumzwa hapa. Lakini pia haya mazungumzo, kauli hii kwamba si lazima kusema bismillah wakati kutawadha, ni kaulul jamhur, ni kauli ya kongamano au wanazuoni wengi katika wanazuoni wa masala ya sheria ya fiqh. Miongoni mwao ni mwanazuoni mkubwa Imam Abu Hanifa an-Nu'man, Imam Hanifa au katika madhhabu ya Hanafiya, na mwingine ni imam au madhhab ya Malikiya, Imam Malik bin Anas, na mwingine Imam Muhammad Idris al-Shafi'i, madhhab Imam Shafi. Hawa maimamu watatu wanasema kwamba udhu unakamilika hata kukiwa bismillah haijatajwa. Sawa sawa ambaye hajataja amefanya kusudi au amesahau au hajui, udhu unakuwa umekamilika kwa madhehebu ya watu hawa watatu wanazuoni wakubwa rahimahumullahu ta'ala. Madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal al-Hanabila ndio wakasema hapa inakusudiwa lazima udhu hauwezi kukamilika mpaka patikane bismillah katika kutawadha peke yake. Huyu ndio kasema kwamba bismillah ni wajibu katika kutawadha. Naye akasema ikitokea mtu akasahau bismillah kabla ya kutawadha, udhu wake pia ni sahihi. Kwa hiyo na kauli yenye nguvu ni jamhurul ulama. Kwa hiyo hilo ni pia niweke sawa katika mazungumzo haya ya sunna. Ndio maana hapa tunazungumzia sunna za udhu. Ya kwanza kabisa kwa ni bismillah, maana yake si jambo la lazima hili katika udhu. Na gogoro kubwa lilikuja katika masala ya kutawadha ukiwa msalani, bafuni, na mazingira mengi yanafahamika. Nyumba za sasa kuna wasema self contained, choo ni humo na bafu humo katika chumba. Toka chumbani unaingia chooni, unaingia bafuni. Na tunafahamu msalani au maliwatoni hauruhusiwi kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama utatawadha, maana yake udhu wako na itikadi ya kwamba bismillah ni lazima, maana yake udhu wako hujakamilika. Kwa hiyo utoke nje ya msala ya choo ukasema bismillah, rudi ndani ukatawadha.
Tunafahamu nyumba za wageni zipo. Nyumba za wageni, guests au lodge, mahotel, fanadi, funduk. Unakuta pale ndio umeshapewa chumba chako na kila kitu ni humo ndani. Haya utoke kwa tawadhi nje. Na mwanga au vipi huyo? Haya yanajitokeza. Kwa hiyo hakuna uzito namna hiyo. Kauli ambayo ni arjah ni kwamba swala bismillah sio lazima katika kutawadha, bali ni sunna miongoni mwa sunna za udhu. Wallahu a'lam katika jambo hilo. Sunna ya pili as-siwak, kupiga mswaki, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hili ni kwa mujibu wa kauli ya Mtume rehma na amani za juu yake semayo, la wudhu'a liman lam laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin au ma'a kulli wudhu'in. Laiti nisingeona kwamba nitawatilia uzito umma wangu, basi ningewaamuru kwamba lazima wapige mswaki kila wakati wa swala. Hapa ikaonesha hili jambo la muhimu na ni sunna, ni si lazima. Jambo la tatu katika sunna za kutawadha, ghaslul kaffaini thalatha fi awwal alwudhu'i, kuosha viganja viwili au vitanga viwili mara tatu mwanzoni mwa udhu au mwanzoni mwa kutawadha. Nalo hili lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam dhalik, hilo ni kwa mujibu wa tendo lake Mtume, alifanya hivyo. Idh kana yaghsilu kaffaihi thalathan kabla wardi fi sifati kama warada fi sifati wudhuihi, pale ambapo alikuwa desturi ya Mtume akiosha viganja vyake viwili mara tatu kama ilivyothibiti katika mtindo wa udhu wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na hapa kuna majambo mengine tena. Kuna wale ambao unatawadha kwenye chombo, ima ni jagi, beseni la maji, ndoo au yale makopo yanapatikana baadhi ya misikiti. Je, waruhusiwa kutia mikono yako katika yale maji ukatawadha uso wako au hairuhusiwi? Jawabu ni kwamba unaruhusiwa, lakini baada ya kuwa umekosha mikono yako mara tatu ndipo utaruhusiwa kutia mikono yako katika maji, kisha ukachota na ukajipangusa usoni, mikononi na viungo vingine ufuatia, wala maji yanakuwa haja najisika. Kuna baadhi bwana usitie maji nani mikono kwenye maji bwana, anataka umimine uchuruzishe hivi. Hapana, ni vizuri kweli kufanya hivyo, lakini endapo ushaosha mikono yako miwili au viganja vyako viwili, vitanga vyako viwili, ni ruhusa kuvitumbukiza viganja vyako hivyo kwenye ndoo ya maji au chombo chenye maji na kuchota kwa ajili ya kutawadha katika viungo vyosalia. Hilo jambo linajuzu katika sheria, halina shida yoyote. Jambo la nne katika sunna za udhu, almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq li ghairi saim, kuzidisha katika kusukutua na kupandisha maji puani kwa asiyekuwa ndani ya saumu. Kuzidisha vipi? Unatia maji mdomoni badala ya kuyachukucha tu na kutema, kama vile unayazungusha lakini karibu na koo huku. Hiyo ndio mubalagha katika nini? Kusukutua. Lakini kwa asiyekuwa ndani ya saumu, kwa ndani ya saumu tosheka na hapa tema, sababu yale unaochukucha huku unaweza ukachelea uende yakatumbukia ndani ya tumbo lako na ukawa umeharibu saumu yako. Kwa hiyo ukiwa wewe umefunga, tosheka na kuyazungusha maji yako kinywani, hapo imetosheka, hapo tayari. Walistinshaq, na pia almubalagha, kuzidisha hali ya kupandisha maji puani. Vipi? Wengine wanafanya tu hivi, kuna kuzidisha, unachukua maji hapa unayatia hivi alafu unayavuta, alafu ndio unatoa. Ukiyavuta vizuri utasikia mpaka kichwa kinasisimuka. Hiyo ndio mubalagha. Watu wengi hawawezi, wanakimbia. Hiyo ndio yenyewe, ndio sheria imewekwa hivyo. Unachukua maji unayavuta alafu unayatoa. Chef man anacheka, watu wa pwani washazoea. Unajua ile ukiwa unaogelea, kama wewe ushaogelea mara kwa mara, hauwezi kusema vitu kama hivyo kwenye maji. Lazima itakukuta siku moja. Maji yakiingia huwa sio inaingia pwani, ile si wapi.
basi unasikia kichwa kinatikisika namna hii, masimuka kabisa kichwa. Hiyo ndio mubalagha fi istinshaq au fil istinshaq. Kwa hiyo ni kuya maji unayavuta hivi kabisa afu unayatoa, lakini uchache wake ni kufanya tu kidogo na kuyatoa, hiyo ni kawaida. Lakini mubalagha ni kwa ambaye hayupo katika hali ya saumu, takiwa achukue maji ayavute na atoe, hiyo ndiyo almubalagha. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hilo ni kwa mujibu wa kauli ya Mtume semayo, wabalighi fil istinshaqi illa an takuna saima, pelekeni maji mengi au zidisheni kabisa katika kupandisha maji puani, isipokuwa unapokuwa katika hali ya saumu, hapo msizidishe. La tano, aldalku ni kusugua. Sugua kabisa, kama ni sehemu ya mikono unavoosha, sugua kabisa kisha maji yanaingia. Kama ni kwenye mikono, kwenye miguu halikadhalika, hiyo ni sunna. Wa takhalilu lihiyati alkathifatin bilma'i hatta yadkhula alma'u fi dakhiliha, na kuesua au kuchambua ndevu nyingi, chambua kabisa, bilma'i, kwa maji, ili hata mpaka maji yaingie katika nini, katika ndani ya ndevu. Hizo ni sunna, maana si lazima kutosha kufanya hivi, inatosha pia. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallam, twalipata hilo kwa tendo lake, rehma na amani ziwe juu yake, alifanya hivyo. Fa innahu, hakaye Mtume, kana idha tawadda dallaka dhira'aihi, alikuwa anapotawadha husugua dhiraa zake mbili. Dhiraa mbili ni kwamba sehemu hii ndio dhiraa kwa zamani, alikuwa anasugua. Tayib. Jambo, wakadhalika kana yudkhilu almaa tahta hankihi yukhallilu bihi lihiyatahu, vile vile Mtume alikuwa akiingiza maji chini ya kidevu chake, hapa alhanq, chini ya kidevu karibu na shingo, na anaingiza maji kisha anaesua, anachambua ndevu zake kwa maji hayo baada ya kuwa ameingiza namna hii. Hizo ni sunna. Jambo la sita, taqdimu al-yumna ala al-yusra fi al-yadayn war-rijlayn, kutanguliza kulia dhidi ya kushoto unapoosha mikono miwili au unapoosha, na pia unapoosha miguu miwili, kuanza kulia kwenda kushoto, ni sunna. Lifi'lihi sallallahu alayhi wasallama, na hilo pia ni tendo lake Mtume, rehma na amani ziwe juu lake. Anasemaje? Fa innahu, haikaye, kana yuhibbu tayammun, alikuwa anapenda kufanya mambo yake kulia. Fi tanaulihi, katika uvaaji wake wa viatu. Wa tarajulihi, hata kutana kwa kenywele anaanzia kulia. Wa fi sha'nihi kullihi, na katika mambo yake yote alikuwa anaanzia kulia. Jambo la saba, tathlithul ghusli au al-ghasli fil wajhi wal yadayn wal rijlayn, kuosha mara tatu uso, katika uso na mikono miwili na miguu miwili, ni sunna. Falwajibu marratan wahida, wajibu ni mara hii moja. Na usishangae yatokea hii, una maji yako machache, osha mara moja. Lakini una maji ya kutosha, osha mara moja au mara tatu, pate sunna. Lakini mara moja hii kwa mtu mwenye maji mengi, ahakikishe kweli maji yameenea katika mkono wake na uosha. Kama ameosha mara moja alafu maji hayajaenea mkono mzima, anapaswa kurudia, ni wajibu, so maji hajafika. Na hivyo hata ukiosha uso wako mara tatu, lakini ukabaini kuna pahala hapajafikiwa maji, pia yajuzu hata mara 10. Ya tatu bado, kuna sasa nimeacha, nenda ya 4. Bado hapa, nenda ya 5. Lakini uwe makini, sio kama ni israfu sasa. Kwa kuwa umeruhusiwa, uwanja uko wazi, na ni israfu, ni makruh kuzidisha mara 3. Kwamba tayari umeosha mkono wako mara 3 na maji yameenea vizuri katika mkono wako,
ukasema ngoja niongeze maji, hasa kipindi cha joto, umeosha uso wako mara 3, hasa maji yanakupa kidogo baridi na sana, osha mara 4 tena. Au kichwani unakuta mtu anafungulia bomba kabisa na kichwa chake joto lile, hiyo ni makruhu. Kichwani mara moja tu, tena unapangusa, haukoshi. Kama kweli unataka ujitoe joto, jambo la swihi wala halijakatazwa, lakini sio ni mchezo wa kufanya israfu ya maji. Kwa hiyo sunna ni kuosha mara 3, wajibu ni mara moja. Na hii ni mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alifanya hivyo. Faqad thabatat anhu, imethibitwa kwake mtume, annahu tawadda marratan wa marratayn wa thalathan. Mtume mara kadhaa alionekana akitawadha mara moja, anaosha uso, mikono mpaka miguu. Na mara nyingine alionekana akitawadha mara 2, uso mara 2, miguu mara 2, mikono mara 2. Na mara nyingine pia alionekana akiosha mara 3, uso mara 3, mikono mara 3 na miguu mara 3. Kwa yote haya yamethibiti kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jambo la 8 na mwisho katika sunna za udhu, adh-dhikru al-walid ba'da al-wudu'i, ni utajo, nyiradi, dhikri iliyothibiti baada ya kutawadha. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kwa mujibu wa kauli ya mtume isemayo, ma min ahadin au ma minkum min ahadin, hakuna miongoni mwenu mmoja wenu, yatawadda, atakayetawadha, fayusbigha wudu'ah, akapandisha akazidisha udhu wake vizuri, maana yake katawadha paka huku juu kabisa vizuri kwa ufanisi. Thumma yaqul, kisha akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu, ni yeye peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia kwa hakika Muhammadi ni mja wake na mjumbe wake. Mtu akisema neno hayo, mtume anasema, illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniya, isipokuwa mtu huyu atafunguliwa kwa ajili yake yeye milango 8 ya pepo. Yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia katika mlango wote miongoni mwa hiyo 8 au takao. Ni hadithi ya sunna ya kusema, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baada ya kutawadha, ukisema neno hao, unafunguliwa milango 8 yote ya pepo. Kazi kwako uchague mlango gani utaka uingie: jannatu naim, jannatu firdaus, darus salam na milango mingineyo utachagua wewe mwenyewe. Hayo tuliomaliza nayo ndiyo miongoni mwa sunna za kutawadha, takriban mambo 8. La kwanza ni bismillahi, la pili ni kupiga mswaki, la tatu ni kuosha viganja viwili, la 4 ni kusukutua mpaka ndani kabisa na kupandisha wajipuani, la 5 ni kusugua wakati wa kujisugua wakati unatawadha, la 6 ni kuanza kulia kabla ya kushoto wakati wa zile viungo viwili ambavyo ni mkono na miguu, la 7 ni kuosha mara 3, la 8 ni kusoma dua hii, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hizo ni sunna 8 miongoni mwa sunna ambazo yapaswa tujipambe nazo tunapotekeleza ibada tukufu, ibada ya kutawadha au ya kushika udhu. Awali tulizungumzia, tosheke na hayo, tulizungumzia juu ya faradhi za udhu ambazo ni 6.
Ya kwanza ni kuosha mikono miwili, ya kwanza ni kuosha uso, ya pili kuosha mikono miwili, ya tatu kupaka kupangusa kichwa, ya nne kuosha miguu miwili, ya tano ni kupangilia kama ilivyopangiliwa katika aya, ya sita ni kufululiza, kwa maana usichelewe ukatawadha mkono ukakaa unapiga story kisha baadaye ukaendelea mkono ufuata. Hapo itabidi uanze upya. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni kwa maswali. Tafadhali. Kesho insha Allah, wiki ijayo katika darasa yetu tutaangalia vitu viwili au vitatu. Jambo la kwanza, nawaqidhuhu, vitenguzi vya udhu au yanayoharibu udhu. Jambo la pili tutaangalia yale ambayo ni wajibu unapotaka kuyafanya lazima utawadhe, ni yepi tutaangalia. Jambo la tatu na la mwisho tutaangalia darasa inayofuata yale ambayo ni sunna au yapendeza unapotaka kuyafanya kwanza utawadhe ama ushike udhu. Hizo ni nukta tatu tuziangalia katika darasa inayofuata biidhnillah taala. Jambo la kwanza, muda wa kutawadha hasa vioni kule. Nafikiri jambo ambalo nilizungumzia la matumizi mabaya ya maji. Matumizi mabaya ya maji ni jambo ambalo limekatazwa katika Uislamu. Vyovyote vile mtu anatakiwa atumie maji kwa ustaarabu. Na hata tunapotawadha pale unakuta mtu amefungulia maji paka mwisho, kwa kipaka mwisho toka mengi sana. Ukiangalia anayoyatumia kupaka usoni mwake au kuosha uso wake ni machache kuliko yaliyomwagika chini. Kwa lazima tuchukue tahadhari, ni israfu, na hili katika Uislamu limekatazwa. Inna Allaha la yuhibbul musrifin, Allah hapendi watu wanaofuja au wafujaji. Kwa hiyo swala kufuja ni jambo ambalo halifai na huenda likampelekea mtu katika madhambi kuna ufujaji. Kuna watu wanafuata maji kilomita kadhaa na ndoo zao wamebeba kichwani na kadhalika. Kuna watu wananunua maji, wewe una maji hapo unayatumia kwa fujo, isivyo bahati zaidi watu wafadhili wapo wanalipa bwana, wafadhili wapo sawa, nyumbani kwako unaweza kufanya hivyo. Sawa, nyumbani kwako unafanya hivyo, lakini haifai. Wengine hata kumwambia achangie maji au nini, bana achangie maji ya nini bana. Kuna watu unakuja misikitini ndio wanaoga humo wanafanya kazi zao zote humo. Mtu yuko karibu na msikiti labda anafanya biashara, basi pale msikiti ndio sehemu ya kwenda msalani, ndio sehemu ya kuogea, sehemu ya kupumzika, kila kitu. Mwambie atoe sumni yake, hilo halimuhusu. Kwa hiyo tujitahidi kuchunga nidhamu za msikiti na kutumia maji bila kufuja ama kufanya israfu. Sawa la kuoshea maji kwenye kulatain. Hilo swali linarudi katika somo la nyuma tulilozungumza maswala ya maji. Tulizungumza kwa kirefu sana. Maji kwanza yakiwa ni qullatain, ambao ni ibaratun an 148 uqatan takriban. Anasema ni mapipa 12 hivi. Maji ya qullatain hata yakiingia najis hayanajisiki, labda najisi ile ibadili au ibadilishe moja ya sifa za maji au zote, rangi yake, harufu yake na ladha yake. Sasa ikiingia kitu ambacho ni tahara, mtu ametia uso kabisa mle, basi bado ni tahara maji haya, wala hana shaka. Lakini katika murua na ustaarabu iliyokuwa vizuri ni mtu achukue kopo akae pembeni na atawadhe, sio anaingia mle. Mtu ataingia sa mwili mzima na janaba yake akaogelee kabisa huko. Huo sio ustaarabu. Na utakuwa inachelea kuingiza magonjwa na vitu vinginevyo. Bakteria, magonjwa si maradhi ni mengi. Unaweza kaacha bakteria mle kasababisha, au virusi naita au kasababisha wengine wakapata maradhi. Kwa hiyo si jambo sawa kutumia njia ya kutia uso wako wote katika kulateni au birika la maji lililo msikitini kwa sababu tu alinajisiki. Hiyo jambo si sawa wala halifai. Vyema ukachota maji tena kwa kata, kama sasa ilivyo unakata kabisa, ama kata zile za kienyeji yale vibuyu vile, au kata ile la nini la bati utengeneza fili la mkono mrefu, au wengine ametia fimbo hivi, unachota unatia maji pembeni unatawadha. Hiyo ndio jambo sahihi. Naam, lingine ilikuwa la tatu, ile mtu ukidhi haja amesimama. Kwanza Uislamu imekataza mtu ukidhi haja aliyakuwa amesimama.
bali anapaswa achuchumae isipokuwa atapodharurika, yani amelazimika kufanya hivyo. Na kaida iko wazi, ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat, mambo ambayo ni dharura yanahalalishwa pale, yanahalalishwa na nini? Na dharura ambazo zinajitokeza, yani dharura zinahalalisha yale ambayo yameharamishwa. Kwa hiyo kama kuna dharura ya kufanya hivyo sawa, lakini haifai mtu asimame akidhi haja na pia akoshe hivi, waza usalama ni mdogo wa nini, wa cheche za haja ndogo kumrukia yeye na kumrejea. Kwa hiyo ni vyema, na hata wataalamu wa afya wanashauri mtu achuchumae kala ukidhi haja kubwa au ndogo, kwa sababu kuchuchumaa Allah alivyoumba kunasaidia kutoka kila kilichoko ndani katika mwili wako vizuri kuliko mtu anaokuwa amesimama. Wewe piga mfano mtu asimame kwa haja kubwa, itakuwa ni mtihani gani huo? Lakini utaona kabisa ukichuchumaa kuna hali ya uwezekano kutoka kwa ufanisi haja kubwa au ndogo. Hali kadhalika mtu lazima hayo mambo yachunge na katika taratibu za Uislamu. Wallahu a'lam. Na kuna baadhi ya vitabu wameweka kabisa, unapaka maji kichwani mara moja kisha masikio mara tatu. Wanasema masikio ni faradhi kabisa, nasema chukua maji mara tatu. Baadhi ya vitabu, kiingia vitabu vya mabadi al-fiqhi wameandika nafasi kitu naja, hali kadhalika Rubul Ibada adhunnu hakadha wameweka vitu kama hivi. Ilikuwa sahihi kichwa au masikio huoshwa pamoja na kichwa na ni mara moja. Unafanya hivi, kishafika huku unatia vidole vyako namna hii au vidole hivi hapa vya shahada, unamalizia gumba huku nyuma. Hiyo ndio sahihi. Kwa hiyo hakuna kuosha mara tatu kwenye masikio. Ama puani, kweli na sehemu wanasema mara tatu. Puani wanasema usipoweza mubalagha. Nimesema uchache wake ni kufanya hivi na kupenga, ndio uchache wake, wala hamna shida. Na kusukutua kwa maji mdomoni na kuyatoa ndio uchache wake, wala hilo halina shida mtu akifanya hivyo, wallahu a'lam. Hapana. Unaanza mwanzo. Kwa sababu hapo utakuwa umefanya kichwa ni kiungo cha mwisho kwenye kuosha. Na katika faradhi za udhu miongoni mwake ni at-tartib, kupangilia. Sasa wewe umetoka, umetawadha, ukamaliza, unakuja unakumbuka kichwani sikupaka maji. Kichwani ni faradhi. Kwa hiyo nirudi nikapake maji kichwani. Utakuwa umefanya kichwa ndio kiungo cha mwisho sasa. Utarudi utaanza mwanzo. Kama hadithi ilivyozungumza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena ile ilikuwa ni miguuni. Angalia, ilikuwa ni miguuni. Mtume kaona miguu imeoshwa kabisa, lakini kwenye visigino kuna sehemu kijishilingi tunaita lam'a, kuna sehemu maji hayajafika. Sangemwambia nenda kaoshe tu ile sehemu. Maana kama Mtume aliiona ile sehemu, manake maeneo mengine aliona na maji. Maana maji yakaja kauka kwenye miguu yake. Lakini akamwambia nenda karudie kutawadha. Angalia. Kwa kuna hukumu mbili kwa wakati mmoja hapo katika jambo hilo. Mosi, almuwala imekosekana, kufululiza. Sio unaosha kiungo na kaa muda mrefu ndio unaosha kinachofuata, imekosekana katika nukta hii. Pili, at-tartibu, mpangilio umekosekana. Na ikosekana muwala, kufululiza, unatakiwa uanze udhu mwanzo. Hali kadhalika at-tartibu ikosekana, unatakiwa uanze udhu mwanzo. Umepiga ukafika pale, ukaosha mikono yako, ukaosha uso wako, ukamaliza, ukaenda kwenye kichwani, ukaenda miguuni, mikono ulisahau, ngoni nionyeshe mikono kwanza. Unaanza mwanzo, Sheikh. Tumeelewana? Naam, karibu. Waalaikumsalam wa barakatuh. Ni sahihi. Tumesema ni katika sunna kuanza kulia kufuatia kushoto katika uoshaji wa mikono na uoshaji wa miguu. Lakini sunna iko pale pale, lazima ni vyema ukaanza kulia kufuatia kushoto. Naftari umesahau, umeanza kushoto. Na ukisema sio sahihi, maana hata mtu akisahau akaanza kushoto ambia udhu umeharibika, anza mwanzo. Kwani faradhi za udhu ziko ngapi? Ziko 6. Mikono kama faradhi moja inaojitegemea, mikono miwili. Mikono miwili, angalia anachosema mikono miwili. Lakini haijaainishwa kupangiliwa kwamba uanze kushoto ufuatie kulia au kulia ufuatie kushoto. Ile aya ilivyokuja,
osheni nyuso zenu, uso moja. Osheni mikono yenu. Umeelewa eh? Kwa hiyo mikono ni faradhi yote miwili kwa ujumla wake. Ile aya imepangilia unaanza uso, unafuatia mikono, unafuatia kichwa, kisha miguu yako. Haikusema unaanza uso, kisha mkono wa kulia, kisha mkono wa kushoto, kisha kichwa, kisha mguu wa kulia, kisha mguu wa kushoto. Umeeleweka eh? Mpangilio mikono ni faradhi moja inayojitegemea. Mikono yote miwili. Bila kujalisha umeanza mkono wa kushoto au wa kulia. Kwa taratibu ni kupangilia, anza uso, mikono, kichwa, miguu. Sasa nimeanza miguu naenda vice hapo. Ndio imesema hivyo. Kwa hiyo kiungo cha mwisho miguu umekifanya cha mwanzo. Umekosea. Yeye kasema kulia na kushoto, tofauti kabisa, tofauti kati ya kulia na kushoto. Yaani faradhi ya kwanza ni uso, ya pili ni mikono, bila kujalisha umeanza mkono wa kulia au mkono wa kushoto. Mpangilio wake ni huo. Faradhi ya tatu ni kichwa. Faradhi ya nne ni miguu, bila kujalisha umeanza mguu wa kulia au umeanza mguu wa kushoto. Mpangilio ni utajaji wa hivi viungo nilivyovitaja, na si kulia kwake ama kushoto kwake. Kama ni uso pia si kwamba uanze kulia huku pande huu. Umeeleweka? Kwa hiyo mpangilio hauhusiani na, kwa hiyo wewe usipate tabu. Taja miguu kama kiungo kimoja kilichotajwa vyote kwa pamoja. Ndio mpangilio. Na mikono hali kadhalika. Unaanza upi is your choice. Hiyo ni chaguo lako. Lakini mafundisho ya Mtume, anza kulia, fuatia kushoto. Ukatokwa na udhu au ikatokea jambo ambalo linaharibu udhu. Umetawadha udhu wako, umefika mguu wa kulia, umemaliza, kabla hujaenda mguu wa kulia likakutokea jambo ambalo linatengua udhu, yaona baadaye, shekhe, unaanza mwanzo. Utaka uanzie wapi? Umalizie. Maana kumaliza utakuwa tayari vile viungo vya nyuma vyote umetawadha tu, havipo kwenye udhu. Unaanza mwanzo. Kwa hiyo ukitokea umetawadha uso wako, mikono yako, wakati unataka kupaka maji kichwani ukatenguka udhu, unaanza mwanzo. Inshallah tosheke na hayo. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.